Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Godbless Lema amemwandikia ujumbe rasmi na wa wazi Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi akieleza masikitiko yake makubwa kufuatia mfululizo wa kauli zinazoendelea kutolewa na baadhi ya viongozi wa serikali ya Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Kiongozi huyo wa upinzani amebainisha kuwa matamshi hayo ya hivi karibuni yanaashiria mwelekeo wa ubaguzi wa wazi dhidi ya raia kutoka upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan wa Tanganyika. Ameeleza kuwa kwa muda mrefu alikuwa na imani thabiti kwamba fikra zenye misingi ya migawanyo ya namna hiyo haingeweza kupata nafasi au kustahimiliki chini ya uongozi wa sasa wa awamu ya 8 visiwani humo, na kuongeza kuwa iwapo tathmini yake hiyo ya awali ilikuwa na makosa, basi amekosea kwa kiasi kikubwa mno kuhusu mwelekeo wa kiutawala na ustawi wa kitaifa. Mwanasiasa huyo amesisitiza kuwa kauli hizo zinachochea ubaguzi, si tu kwamba ni hatari kwa usalama na mshikamano thabiti wa muungano, bali zinawakilisha mbegu hatari ya mgawanyiko wa jamii na kisiasa inayoweza kuzaa matokeo mabaya na madhara makubwa kwa mustakabali wa taifa nzima. Jambo linalozua maswali na wasiwasi mkubwa kwa mujibu wa maelezo yake ni ukimya unaoendelea kuonyeshwa na mamlaka kuu ya uongozi wa Zanzibar wakati matukio haya yakijiri. Katika mazingira ya sasa ya kisiasa, ukimya huo kutoka kwa viongozi wakuu unaweza kutafsiriwa na jamii kama ridhaa, uidhinishaji au baraka za kiutawala kutoka mamlaka za juu, jambo ambalo linafafanua sababu inayofanya kauli hizo ziendelee kutolewa mfululizo zikiwa na simulizi inayofanana na bila kuwepo kwa hofu yoyote ya kuchukuliwa hatua za kibinadamu ama kinidhamu. Ujumbe huo unafafanua kuwa kuna umuhimu wa kuepuka kuingia katika malumbano ya ndani kuhusu nafasi, fursa za kiuchumi na makazi ambayo Wanazanzibari wamewahi kushika na wanaoendelea kufurahia upande wa Tanganyika ama Tanzania bara tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufanya hivyo kumeelezwa kuwa ni kushusha kiwango cha mjadala wa kitaifa chini ya kiwango kinachostahili kwa ustawi wa nchi, kwani ukweli wa kihistoria unaonyesha wazi kuwa raia kutoka Zanzibar wamepewa na wanaendelea kupata nafasi kubwa sana ya uongozi mkuu wa taifa, ikiwemo kushika wadhifa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na misingi hiyo ya kihistoria na kisheria, hoja zote zinazolenga kuwatenga na kuwabagua au kuwadharau Watanganyika hazina msingi wowote wa haki, ukweli wala busara la kiuongozi. Msisitizo umewekwa kuwa maneno yana nguvu kubwa ya kujenga misingi ya jamii au kubomoa mifumo ya mshikamano uliodumu kwa miongo mingi, na kwamba kauli za kibaguzi zikipewa fursa ya kukua ndani ya mifumo ya serikali bila kuwekwa ama kukemewa mapema, zitajenga chuki ya kudumu, zitaongeza mgawanyiko na hatimaye pande mbili zote za muungano hazitajiunga pamoja zilizotoa utulivu. Taifa lolote linaloruhusu ukweli kunyimwa nafasi yake ya msingi, huku sauti za upendeleo na ubaguzi zikipewa kipaumbele, hujenga mazingira mabaya na migogoro ya ndani ambayo baadaye itakuwa vigumu sana kuirekebisha au kuidhibiti. Mwenendo huu usipobadilishwa mapema hauwezi kuleta mustakabali mwema kwa vizazi vya sasa na vijavyo, kwa kwamba wakati sahihi wa kusimamisha na kukemea vitendo hivyo ni sasa kali, kwani kucheleweshwa kuchukua hatua kunaweza kusababisha madhara yasiyorekebika hapo kesho. Suala hili limeibua mjadala mzito wa kimivutano mikubwa kati ya wadau wa siasa na wananchi wa pande zote mbili za muungano, huku kukiwa na maoni yanayotofautiana kwa kina kuhusu uhalali wa kisheria
wa kauli hizo. Baadhi ya raia kutoka Zanzibar wamejitokeza kutetea matamshi ya viongozi wao kwa hoja kwamba wizara zilizotoa kauli hizo, na kama vile wizara inayohusisha na masuala ya afya au ajira, si wizara za muungano kwa mujibu ya katiba ya Zanzibar ya mwaka wa 1984 na makubaliano ya muungano ya mwaka wa 1964. Wananchi wote wanaeleza kuwa sheria za katiba za Zanzibar zinalinda maslahi ya wazazi ama wasawa wa viwazi na visiwani humo, kwa kwamba muungano unahusisha mambo machache tu yaliyotajwa kwenye kiambatanisho cha katiba ya muungano, na hivyo serikali yao ina mamlaka kamili ya kusimamia mambo yasiyo ya muungano bila kuingiliwa. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaonyesha waziwazi kubwa kuhusu mwelekeo wa chuki unaoweza kuathiri shughuli za kiuchumi na kijamii, ikiwemo biashara vya vyakula na mazao kama nyama, nyanya na mboga zinazosafirishwa kila siku kutoka Tanzania bara kwenda Zanzibari. Raia wengi kutoka pande zote wamekumbusha kuwepo kwa kauli kama hizo zilizowahi kutolewa huko nyuma ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wa upande wa bara kuhusu hadhi ya Zanzibari, jambo linaloonyesha kuwa changamoto za muungano zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara bila kupatiwa ufumbuzi wa kudumu wa kikatiba. Hali hii inatajwa na baadhi ya wananchi kama sehemu ya propaganda zilizoratibiwa ili kuwatoa Watanzania kwenye ajenda kuu ya kitaifa kama vile madai ya katiba mpya na mabadiliko ya kifumo ya uchaguzi. Mivutano hizi inazidi kushika kasi, huku kukiwa na hofu kuwa malumbano haya ya kisiasa yanaweza kutumiwa vibaya na vikundi vyenye msimamo mkali kuvuruga amani na usalama wa raia wanaoishi na kufanya kazi nje ya mikoa yao ya asili. Hatua ya viongozi wa upinzani kuamua kusema wazi kupitia majukwaa ya kijamii inaonyesha viwango vya dharura kinachohitajika katika kushughulikia changamoto na muungano ili kuzuia mifumo vya kiutawala kulegea. Pande zote mbili za kisiasa zimeanzwa kutumia busara na kuepuka kutoa matamko sana kwa sasa ambayo yanaweza chochea hasira miongoni mwa vijana ambao kwa sasa wanakabiliwa na changamoto kubwa za ajira, uhaba wa fursa za kiuchumi kote nchini. Mbali na changamoto hizo za kijamii, mjadala huu unaangazia udhaifu uliopo katika utekelezaji wa sheria za kiutawala bora pale viongozi wa umma wanapotoa kauli zinazokiuka misingi ya umoja wa kitaifa bila kuwepo kwa uwajibikaji wa haraka. Msimamo wa kiongozi huyo wa Chadema unalenga kuwakumbusha viongozi wakuu wa serikali wajibu wao wa kikatiba wa kulinda amani na kuzuia mifumo yoyote inayoweza kutafsiriwa kama ubaguzi wa kimaeneo au wa kikabila. Hatua hii pia inakuja wakati ambapo mabadiliko mbalimbali ya kiutawala yanatarajiwa kufanyika kuelekea maandalizi ya michakato ya kisiasa za baadaye, jambo linalofanya kila tamko la kiongozi wa ngazi ya juu kufuatiliwa kwa ukaribu mkubwa